we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Karibu sana mtazamaji wa Zone Media. Nilikuahidi kukuletea kile ambacho kinajiri katika msafara wa kimataifa wa Sumudi Flotilla. Jana nilikuletea taarifa ambayo ilikuwa inazungumzia tangu mwanzo wa msafara walipofikia, nini ambacho kinaendelea. Lakini leo hii nakuletea muendelezo kile ambacho kinaendelea hivi sasa kufuatia msafara wa kimataifa wa Sumudi Flotilla ambao unakumbana na vikwazo vikubwa kutoka katika jeshi la majini la Israel. Taarifa nilokuandalia hapa inasema jeshi la majini la Israel Jumatano lilikamata msafara wa meli za msaada uliokuwa unaelekea Gaza, msafara ambao umekuwa ukifuatiliwa kwa karibu duniani kote kupitia machapisho yake ya mitandao ya kijamii, kwa mujibu wa wanaharakati walioko ndani ya msafara huo. Msafara wa kimataifa wa Sumudi Flotilla una takribani mashua 50 na wanaharakati 500, akiwemo mwanaharakati maarufu wa mazingira Greta Thunberg. Afisa habari wa msafara huo Hasina Kathrada alisema kuwa meli 9 tayari zilikuwa zimekamatwa kufikia mapema Alhamisi saa za eneo hilo. Kabla ya kupanda kinyume cha sheria kwenye meli zetu, inaonekana kama vile manuari za Israel ziliharibu mawasiliano ya meli kwa makusudi ili kuzuia kupelekwa kwa ishara za dharura na pia kusimamisha matangazo ya moja kwa moja ya uvamizi wao wa kinyume cha sheria, ilisomeka taarifa kutoka kwa ofisi ya habari ya msafara huo. Mbali na meli ambazo uthibitisho wa kukamatwa umepatikana, matangazo ya moja kwa moja na mawasiliano yamepotea na meli nyingine kadhaa. Msafara huo umekumbwa na visa kadhaa, ikiwemo milipuko, unyanyasaji wa ndege zisizo na rubani na kuingiliwa kwa mawasiliano, jambo ambalo wanaharakati wanasema lililenga kuzuia safari zao. Lengo la wanaharakati hao ni kufikisha kifurushi cha msaada cha ishara na pia kutuma ujumbe kwa kuvunja mzingiro wa kijeshi wa majini wa Israel na kufika ukanda wa Gaza. Greg Stroker, Mjerumani wa Marekani aliye kwenye moja ya meli, alisema takribani manuari 12 zilizokuwa na transponder zimezimwa zilikuwa zimewazunguka walipokuwa umbali wa takribani maili 70 hadi 80 za baharini kutoka pwani ya Gaza. Kwa sasa wanatupigia simu wakituambia tuzime injini na tusubiri maagizo zaidi, la sivyo meli zetu zitakamatwa na tutakabiliana na matokeo yake, alisema Stroker, huku akiwa amevaa koti jekundu la kuokoa maisha katika video iliyokuwa ikitetemeka iliyopakiwa Instagram. Video iliyochapishwa kwenye akaunti ya Telegram inayohusishwa na msafara huo inaonyesha moja ya meli zikinyunyuziwa maji kwa nguvu, huku maandishi ya skrini yakisema meli hiyo inapigwa maji kwa shinikizo. Chapisho jingine kwenye Telegram lilidai kuwa moja ya meli imegonga kwa makusudi baharini. Jeshi la ulinzi la Israel IDF halikujibu mara moja ombi la maoni. Hata hivyo, wizara ya mambo ya nje ya Israel ilituma ujumbe wake kwenye mtandao wa X ikisema kuwa lengo pekee la msafara huo ni uchokozi. Israel imeuarifu msafara kwamba unakaribia eneo la mapigano na unavunja mzingiro wa majini ulio halali. Israel imerudia kutoa ofa ya kupeleka msaada wote kwa amani kupitia njia salama kuelekea Gaza, uliandika ujumbe huo. Ujumbe mwingine wa X kutoka wizarani humo ulionyesha video ya Greta Thunberg akivaa shati jeupe juu ya t-shirt nyeusi na kufunga kafie shingoni, huku akiwa ameketi karibu na mtu aliyevaa mavazi ya kijeshi akiwa amepiga magoti. Katika msafara huu wa Sumudi Flotilla kwa hivi sasa wanakumbana na vikwazo vikubwa sana, ambapo jana kuna video ambayo Sumudi Flotilla walikuwa wameshare kwamba IDF iliweza kutuma ujumbe moja kwa moja wa mawasiliano kwenda kwa Sumudi Flotilla wakiwataka waweze kugeuza mara moja kabla hawajakumbana na kadhia kubwa. Sasa mmoja wa kiongozi katika msafara huo aliwajibu kwa kueleza kwamba nia yao ni ya amani kabisa, hawajabeba silaha, wamebeba chakula, yani misaada mbalimbali ambayo inatakiwa ipelekwe Gaza, lakini vile vile aliwashutumu kwa kuweza kufanya mzingiro kwa miaka mingi katika ukanda wa Gaza. Mtazamaji, hebu nikupe fursa kidogo uweze kuitazama video hii kisha tutaendelea mtazamaji. You are instructed to change your course. Any further attempts to sail toward Gaza endangers your safety and places you within an active war zone. If you continue on your route and attempt to breach the naval blockade, we will stop your vessel and act to confiscate it through legal proceedings in court. Attention, Israel Offensive Forces. This is Thiago Avila from the steering committee of the Global Sumud Flotilla. We advise you that we are a humanitarian
non-violent solidarity mission to break the illegal siege imposed by Israel 18 years ago against the Palestinian people in Gaza, and to create a humanitarian corridor. We carry only food, aid, we carry water filters, we carry crutches, we carry baby formula for the people that you've been starving to death. I repeat, you've been committing genocide for 8 decades and ethnic cleansing against the Palestinian people, and that is absolutely against international law. Once again, we are in international waters, which is not your jurisdiction. We are heading to Palestinian territorial waters, which is not your jurisdiction, despite the fact that you think you can occupy that land, but all of this is completely illegal. The highest judicial authority in the world, the International Court of Justice, in their provisional rulings on the case opened by South Africa against you for the crime of genocide, clearly stated that you are prohibited to hinder any humanitarian mission to get to Gaza. Once again, in a planet of 8 billion people, people despise you starving children to death, bombing hospitals, schools, and shelters. Here we are here with the conscience of the world, moving peacefully in a non-violent humanitarian mission to take this aid. You are not allowed by international law to stop us. Therefore, we do not comply with your request, because your request is still an attempt to perpetuate the genocide of the Palestinian people. We are here in solidarity with them, so we do not comply with occupation, with an apartheid system, and with a racist and supremacist ideology called Zionism. Over. Baada ya kuweza kuitazama video hiyo mtazamaji, hiyo ni video halisi ambayo inaonyesha jinsi ambavyo mambo yanatokea katika ukanda huo wa bahari, huku wakipeleka misaada Gaza, lakini vile vile wakikumbana na kadhia kubwa sana ya mashambulizi katika maeneo hayo. Lakini vile vile kuna meli ambayo ilikuwa imerushiwa maji ili kuweza kupigwa vikwazo na jeshi la Israel kwa ajili ya kusitisha safari kuelekea katika ukanda wa Gaza. Kuna vitu vingi sana ambavyo wanakumbana navyo kwa hivi sasa, huku dunia kwa ujumla wakizidi kutazama hiki ambacho kinatokea katika ukanda huo wa maeneo ya Gaza, kwenye pwani ya Gaza, ambapo kwa hivi sasa safari yao bado inazidi kuwa na matumaini, na wamesema kwamba hawawezi kukata tamaa hata kama watakumbana na vikwazo vikubwa kutoka katika eneo hilo la mzingiro wa jeshi la Israel. Kwamba licha ya Israel kuweza kufanya mashambulizi kadhaa, lakini kutuma droni kutishia na ndege zisizo na rubani, wao hawataweza kuacha kuendelea kupeleka misaada yao ambayo wako nayo, ukiwa ni mkakati wa kimataifa wa Global Sumudi Flotilla. Maonyo ya jeshi la Israel dhidi ya Global Sumudi Flotilla yanazidi kuleta hofu duniani kote, kwa sababu msafara huu unafuatiliwa karibuni na mataifa yote duniani, yakishuhudia muungano wa kimataifa wa kupeleka msaada Gaza, lakini vile vile kupeleka shinikizo la kuacha mzingiro wa Israel katika taifa la Palestina kwenye ukanda wa Gaza. Na maswali ya watu wengi yamekuwa wakiuliza kwamba je, Global Sumudi Flotilla itafanikiwa kuweza kufika katika ukanda wa Gaza na kuweza kutoa misaada? Hali inaweza kuwa ngumu kwa sababu mzingiro mkubwa, kukamatwa kwa meli, lakini kutishiwa kuweza kufanywa kitu kibaya zaidi, kinapelekea hofu, japokuwa wameelekeza misimamo yao kwamba licha ya shinikizo na vikwazo ambavyo wanakutana navyo kutoka katika jeshi la Israel, wao hawataacha kuweza kupeleka misaada yao, kama ambavyo amri yao ilikuwa ni kusaidia, nia yao ilikuwa ni kusaidia, lakini matamanio yao ilikuwa ni kusaidia watu wa Gaza kwa ujumla. Sasa basi, ikiwa taarifa mbalimbali ambazo kutoka IDF zimekuwa zikieleza wazi kwamba wanapaswa kuweza kurudi kule ambako walikotoka, wanajiuliza umbali wa misaada ambayo wako nayo, lakini mwisho wa siku wanaambiwa tena warudi. Ni kama vile inakuwa ni usumbufu ambao wanakumbana nao wa kiasi kikubwa, na ambao unaumiza sana katika hali ya kawaida. Mataifa mbalimbali kama raia kutoka nchini Italy katika jiji la Genoa wameanza kuandamana kwa ajili ya kushinikiza hali hii iweze kuisha mara moja, ya taifa la Israel kuacha kuzingira msafara wa Global Sumudi Flotilla wenye nia njema ya kupeleka msaada katika ukanda wa Gaza. Lakini jeshi la Israel limekuwa likishinikiza kwamba hawaamini hiyo misaada huenda zikawa ni silaha ambazo wanakwenda kuwasaidia
Hamas katika ukanda wa Gaza kwa ujumla. Sasa kuna wasiwasi, kuna ukinzano mkubwa, lakini huku jeshi la Israel la majini likizidi kufanya operesheni zake na kuahidi kuweza kuzuia Global Smooth Flotilla, na endapo wataweza kuvunja maagizo ya jeshi la Israel kwa mujibu wa jeshi lenyewe, basi wataweza kukumbana na kadhia kubwa, mwisho wa siku akaweka chini ya ulinzi na mambo mengine kuweza kutokea na dunia ikashangaa kile ambacho kitakwenda kutokea katika mchakato huo. Mtazamaji wetu, ili kuweza kuhabarika na habari zetu mbalimbali, basi nikusii uweze kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Mimi jina langu naitwa Victor Moshi.